you, Jesus. Father, we bless you as we worship you in Jesus' mighty name. Say amen. Everything that we do in the presence of the Lord is a service. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Never give one so much strength than another. Everything that we do in the presence of the Lord, it is service to Him. Amen. Hallelujah. The Lord is good in Jesus' mighty name. Want to hear the word of God? Pen with me in the book of John. John chapter 4. Kuanzia mstari wa 5, the Bible says, so he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, there being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away in the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, how is it this? You, being a Jewish, ask and drink from me, a Samaritan woman. For Jews have no dealings with the Samaritans. Samaritans. 10. Jesus answered and said to her, if you know the gift of God, and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said to him, sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get the living water? You are greater than are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. The woman said to him, sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Jesus said to her, go, call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. The woman said to him, sir, I perceive that you are the prophet. Our father worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, woman, believe in me. The hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when a true worshiper will worship the Father in the Spirit and in the truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in the truth. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. But when he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am he. Father, we thank you. And Lord, we bless your name. Be lifted forever. Be exalted, oh my God. Holy Spirit of God, take over in my life in the name of Jesus. I have disappeared that you may appear. I decrease that you may increase, oh Lord. And minister to us the oracles of the kingdom of God today in a mighty way. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Say amen. Amen. Hallelujah. This is the Samaritan woman who encountered Jesus in the well.
Praise the name of the Lord. Amen. Jesus was in his mission. I told you that Jesus never just arose in the morning and decided to go anyhow. He could always hear from his Father. He understood that that day he will have a great harvest. Praise the name of the Lord. Because when you study this word, you'll get that this woman was the greatest evangelist. After she encountered Jesus' ministry, she went evangelizing. Praise the name of the Lord. And many drew to Jesus. I want to tell you, there is a fish that Jesus can capture it for you, and your life, and your family, and your generation, and everything that has your name turns around. This woman had a conversation with Jesus. When Jesus was in the journey, he was there, he sat down at that well. Akakaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Na akatuma the disciples. Akamwambia deni sokoni mkanunue chakula. They never understood what was taking place. Only Jesus knew. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anajua kwamba at this 6th hour. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, there is a 6th hour. And when it comes, nobody can stop the mission of Jesus in your life. When that hour comes, nothing, not your mother, not your father, no business, nothing can stop God from doing what he wants to do. The woman who is encountering Jesus, her mission was, she was a prostitute. Amen. Amen. And she came at that hour, timing. She timed. As people do not just walk like that. They time things. They know that you pass in this place. The fish I want to catch today must pass in this way. Yeye alijua kwamba alipompata akajua leo ni kwema na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Umeipata kitu ukasema leo ni sambamba na mimi. Bwana Yesu asifiwe. But I want to tell you, the ministry changed. Bwana Yesu asifiwe. He thought that she will just speak the way she usually speaks. Amen. There's somebody who can appear before you. Your words disappear. You think that you know how to throw mistari. Unajua majamaa wanasemanga mimi najua kuweka mstari kwa box kwangu ni dakika moja. But I want to tell you that one never became sense to them. Bwana Yesu asifiwe. It reaches that time hiyo mistari inafanya nini? Inapotea. Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you the 6th hour. Mistari inafanya nini? And another chapter is opened. Mistari ikipotea chapter ingine inafanya nini? Amen. Maybe this lady hapo ndio alikuwa anapatana nao watano. Na huyo mwenye alikuwa anaacha kwa nyumba. Anamwacha kwa nyumba aende mawindoni. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ameenda kuwinda. Kumbe na yeye anawindwa. Who has power over who? Bwana Yesu asifiwe. Ameacha aende mawindo. Na yeye anawindwa. Yesu aliona ile bidii iko na mwanamke. If she comes into my kingdom, people have to turn around her. Watu mpaka waachane na dhambi na Yesu atawale katika maisha yao. Amen. Nani unaweza winda namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. And I want to tell you, the prostitutes you see, they are the great evangelists. The moment they give they surrender their lives to Jesus, ministry grows by force. Catch one, you'll see. They have something once. They know. They know how to touch things. They know how to move. Bwana Yesu asifiwe. They don't just move because yani kama mtu ameshindwa na maisha, hawajashindwa, they walked strategically. Bwana Yesu asifiwe. In a style hawatembeangi hivi hivi. Because they are in what? Wako kazi. Acha wewe unatembea vile unataka kutembea. Yesu asifiwe. But I want to tell you, yeye amko mawindo na mwingine anamuwi. The 6th hour comes. Yesu asifiwe. And I want to tell you, there's somebody 6th hour is today.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. When the 6th hour comes, things have to change. Jesus told the disciples, go and buy some food. Na akajua kwamba I will have time. Ile mission, umeipangia mission, unajua this one nitakacheza within 1 hour. Au watu mahali wanaenda kununua chakula, hiyo 1 hour ndio kwenda na 1 hour wengine ni kurudi. Takuwa nimeshamaliza. Nilifanya mahesabu vizuri. Yes. Mungu wetu hamukangi tu na kufanya kitu ukiolela wala. He has planned very well. Vile alikaa na akapanga injili. Amen. He sat down first and he planned. Akapanga kila kitu. And he began to move. You can ask yourself, wakati alikuwa anapanga alikuwa wapi? When there was nothing. Amen. After the plan was complete, he began to establish. Remember, there's a time we were speaking about setting and laying of goals. You sit down, you budget, you unaangalia how long it will it take, what time will it be accomplished, who will accomplish it, what are the material required. You remember that time? Amen. He sat down and he laid strategies. Said this is the beginning. Amen. And he began to work from there until the day of creating man. And he began to fill the heart. Every word that he spoke was coming forth. Everything that he saw, it was coming forth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now the 6th hour comes and the lady is there. This lady, when Jesus, nanti anachokozana. Nimekuambia inafikanga maneno inafanya nini? Inaisha. Mistari inafikanga mwisho wapendwa. And now you pay attention to the other man amekushinda. If you cannot defeat them, you join them. Mistari ikisha si una join line nyingine. Ukiwa unakuja kwa kaunta upate hii kaunta imefungwa, you join the other kaunta, uotokangi na vitu. You join the next because you need what? Service. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now Jesus ndiye anamnitisha maji. He knew that this one, the power that is in me, and what the Jews believe, here the Lord was coming to break culture. Bwana Yesu asifiwe. This Samaritan, by the reason of the genealogy of Jacob, kuna vile wamewekwa na wanajua hivyo na hivyo. Kama vile leo nikikuja kwenu sitaingia kila mahali. Nitaambiwa wewe kama umekuja huku mwisho wako ni hapa city. Yes. Nimesema Jesus came to break what? Cultures and the traditions. Bwana Yesu asifiwe. Elewa why Jesus passed there. Man, the time had already come. These people had to hear the gospel. Remember, ilikuwa inahubiriwa and it was not benefiting them until Jesus used parables. Maana wakati alinena openly, wakati wa Musa hawakuitii, wakati wa Joshua hawakuitii. Now it comes for Jesus to break those cultures and those traditions. Juzi nikasema it means the grace of God that you can hear. Bwana Yesu asifiwe. Ukifungwa na culture ni kitu mbaya sana. What is a culture? A way of living. Si ndio? And now we want to change you from what you know to something else. Religion. Bwana Yesu asifiwe. Amen. From a religion to what? From being a Christian, a true worshiper. Bwana Yesu asifiwe. Amen. From a what? A religion. And I want to tell you, kama kuna vifungo leo hizi zimefunga kanisa, ni hizo religion na hizo culture. Nililelewa nikapata wazazi walikuwa wanafanya, even today you are doing so. Bwana Yesu asifiwe. You can imagine that is how he is. And you cannot receive the gifts of the Spirit. Maana culture na religion zimekufanya nini? Zimekufunga. Bwana Yesu asifiwe. But I want to tell you the case of this woman ilikuja kubadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. The coming of Jesus was to change the story completely. Praise the name of the Lord. Amen. This woman is trying to explain to God, to Jesus, what they do. Bwana Yesu asifiwe. Na nakwambia watu wa ndeni na religion wanakuanga kimbelembele sana.
When you are speaking one scripture ameshakupea 5 to convince you ya kwamba wewe ujui. Yeye ndiye anajua. Unampea moja ameshakupea ngapi? 5. Lakini when it comes to action inapotea, inakufanga, inaisha. Yesu asifiwe. Amen. Amen. Sema amen, because you must come out of it. It is the 6th hour. How long will you continue to be there? Naambia God, show your mercy to me. Yes, Lord. Yesu asifiwe. Unamwambia Bwana, show your mercy to me today, that I may come out of religion. Kuna mtu hapa aliokoka sababu ya mama yake. Yaani hajawahi yeye confess na kinywa chake. Ni wokovu wa mama yake amebeba, ama wokovu wa baba yake. Ama pastor. Bwana Yesu asifiwe. Ama mwingine ya kanisa ulikuja ukatendewa muujiza na sasa unasemanga, unaimbanga wimbo na wale wengine, mimi nimeokoka. You have never encountered Jesus personally. This woman was with Jesus in the well. Bwana Yesu asifiwe. And Jesus began to speak to her. Yesu akamwambia. Naona hapa the lady explained story mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia, ndiye anamwambia. Hatuteni wakati utaona mtu ako na maneno mingi. Hebu angalia. Maana hiyo anaongea hiyo yote, ile ukweli ulikuwa umwambie ipotee. And I want to tell you, most of the time it disappears. At the end of it, he has won you. Ukisema, mkiachana unasema, and I had word for that sister. Mbona ikakuwa? You gave him your mind. Na akadominate up. Kwa hivyo you had no time to speak that word that was given to deliver him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So it is good to know and to understand that religion is tying people today. And culture. I want to tell you, you are in the church and still unafanya ukumbusho ushago. You are calling Jesus, munasema munaenda kufanya nini? The dead have already died and finished. You are still doing what today? You are still going there. You need Jesus. Somebody, you need Jesus. Amen. Sema nahitaji Mungu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So I want to tell you, culture and religion, wapendwa, we need things of God and you cannot receive them when you are tight in these things. This woman akaanza kuexplain. Jesus answered and said to her, if you know the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you the living water. The woman said to her, sir, you have nothing to draw the water. Sasa ameanza. Nikwambia religion na culture zinaongeanga kano. Natural. Natural, in short, natural. Bwana Yesu asifiwe. Natural. Yesu anaongea topic ingine is another realm. This one is in another world. These are two people. And you have to bring the head of huyu mwenye ako kwa natural to the realm of the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaanza kuona kwamba sasa wewe ni sawa umeongea, lakini maji unatega na nini? Hauna kifaa, utaweka wapi? Na kwanza hii shimo ni mrefu sana. Nimekwambia wanakuanga na mistari. Hii shimo ni nini? Mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hiyo maji inapatikana. Na wacha hivyo, we have no dealings with you. Hatunanga biashara na nyinyi. Yeye ndiye anaambia Yesu hivyo, hatuna nini? Hatunanga biashara. Kwa hivyo ameshaanza kujieleza yeye ni nani. It is easy now for Jesus to deliver this person. Nimesema the moment they begin to explain themselves, it is easy for you. Now you take the responsibility. You tell the demon out, leave this daughter of Abraham to serve the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You remember that lady in the synagogue for 18 years in infirmity. And I usually say maybe she was a worshiper. For 18 years, she was there. But she had a spirit of what? Infirmities. When Jesus entered there, hakuuliza the priest wa hapo, hakuwauliza nafasi. Aliona a vessel to be delivered and to continue to serve the Lord.
Amen. Jesus sees where there is opportunity and he uses that opportunity right there. Do you understand what he wanted to do? The reason why I'm in this synagogue, it is only for this daughter. That's why I've been brought here. The reason why Jesus was in the well, it is because of this Samaritan woman. Jesus came to win souls. When the priests, when those people in the high places were still tying people and in bondage and putting them, Jesus was always coming with a word. And it is done. Praise the name of the Lord. Amen. So Jesus told her, if you could know the one who is speaking to you, you could ask him of what? Living water. Bwana Yesu asifiwe. Who takes of this water? Hiyo anatoa kwa kizima, anamwambia he will thirst again. But who receives my water, he will never thirst again. That is the eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Now he is explaining so clearly and very simple that this woman can get. Hii maji ukichota leo, kesho utakuja kuchota tena. But when I give you this living water I'm speaking about, you'll never get thirsty again. Very true. So many times the Lord has been appearing to you, speaking to you, but at the end of it unasema not yet time. And you want him. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja tu in very sweet talk, but at the end of the conversation unamwambia, let us try the matter tomorrow. Tomorrow is coming. Mimi umbiria mtu anakuambia kesho ndio nitaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kesho naweza enda kutilia maneno. Leo tumeongea lakini sasa naweza enda kutilia hiyo maneno maanani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi umbiria mtu akakwambia hivyo. Nitafikiria. Umenena sasa. Wache niende nifikirie hiyo neno umeniambia. Ni nzito sana, si ya kuchukulia hivi hivi. That person disappears. Hata mkutanangi tena kwa hiyo barabara mlikutania. Bwana Yesu asifiwe. Maana religion na culture inamkataza Yesu. Usienjiuliza maswali mingi. Kwa nini huyu mtu nimehubiria badi? Unafaa kucast out the demon of religion na culture. Ukipigana na hizo roho umemaliza, mtakutana kwa hata kama ni kwa matope. Niambie niokoke. Sema Bwana Yesu ataokoka. Maana kile kilikuwa kimemfunga kimefanya nini? Kimemwachilia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Now Jesus is the Samaritan woman. Whoever drinks of this water will thirst again. But who drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become to him a fountain of water, springing up into everlasting life. Kizima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kizima ambacho hakitawahi kauka. You cannot have Jesus and you live a life of dryness. That is not Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maisha ya kukaukiwa. That is not Jesus. Ukiishi maisha ya kukaukiwa ukiwa na yeye, then this scripture itakuwa imekosea njia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiishi maisha ya nini? Ya kukaukiwa. Itamaanisha hii scripture haina nini? Amen. The Bible says these are spirits. What we read, they are what? Spirits. And this word is established where? Kwa hivyo it cannot come to life. Bwana Yesu asifiwe. When you encounter him, the moment you tell God, I surrender all to you. Fill my cup. Fill it again. Until I overflow. Until I need no more. Praise the name of the Lord. He is the living water. And I've been asking myself, the Lord is always insisting on this side. Because his coming is very near. The days that we are living, they are very evil. And the Son of God, very soon is coming back to take the church. Amen. And I want to tell you, it is his desire that everyone will make it to heaven. Bwana Yesu asifiwe. It is his desire. Yani ni ombi lake ya kwamba kila mmoja aliyesikia sauti yake will make it to heaven.
You may not have all these many wealth that you see. But I want to tell you, if your life is preserved for eternity, it is joy everlasting. Praise the name of the Lord. Amen. You may not have what? Everything that you see and what you dream of. But if your life makes it to heaven, that is the joy you can have in your life. That is peace in your life. Bwana Yesu asifiwe. Jesus spoke to this lady that the water that I give out, you will never thirst again. You will never come back to this well. Bwana Yesu asifiwe. Wherever you are, you will be overflowing. Wherever you are, you will be filled with this fleshness. You know the water of the Lord, when it begins to flow, every day it is coming with the refreshment. It comes to refresh you. It comes to move you. It comes to do things into your life. Bwana Yesu asifiwe. You begin now to conceive ideas. You begin to have visions. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because there is a living water that is flowing in your life. The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Now the lady now says, "Sir, give me this water, that I will not waste my time coming here where? To draw water again. I need that living water. Na kwamba ati nitakaa tu and I will not be worried again by going to that well." This one anamwambia, yes. That will give you the victory that you desire in your life. That one puts a mark in you that you are a child of the kingdom of God. Praise the name of the Lord. The ministry of Jesus was to reconcile man to God. Bwana Yesu asifiwe. Winning souls to his father was his greatest ministry. Waliokuwa wameonewa na shetani, kuwafungua na kuwaelekeza, kuambia there is a way out. Bwana Yesu asifiwe. There is no another place that Jesus concentrated on. It was there that I have to reconcile this world back to the Lord. Praise the name of the Lord. That when the Lord is in heaven can check and rejoice and give the Father the glory. Bwana Yesu asifiwe. That's why he is here, taking great time, ana haraka, that he may explain what he wants, to explain himself, what he is carrying and what is his vision. Bwana Yesu asifiwe. And until this woman was enough convinced and said, I need this water. You might be hearing the word of God every day, on and off, every time. But I want to tell you, there is a word that can come and eat your heart, that you say, exactly, the Lord is speaking something to me. There's something the Lord is releasing at a time like now. I said that when the 6th hour comes, you will always begin to conceive things. Great things will begin to come out of you. Why? Because you have encountered the one who gives everything. Jesus said to her, go and call your husband and come here. The moment alianza kuongea na yule, Jesus could read even behind her mind. When you are trying to lie, Jesus knows everything. Kwa sababu kamba ile wimbo unasema, he knows everything. He knows every thought that you have. You cannot lie to him. And Jesus began there. Go and call your husband. Akaanza akashikwa na mshangao. Kambo, I want to minister to you and your husband. Go and bring your husband. Akaambia Yesu sina. Akamwambia, you have spoken the truth. I told you another lady called me. Akaniambia she tried to lie to me and the lie could not come out. Mdomo ulifungwa. She found herself telling me the truth. It is possible. You may be lying on the other days, but the 6th hour when it comes, that mouth will not be used as a vessel of lies. You will always desire to speak the truth
Because it is the truth that will set you what? Defending yourself to men, I want to tell you, it may not set you free. But the truth, saying this is the open truth, this is what went through, and you say, God, help me. That truth, it is what will set you free. This woman openly said, the woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said it. You know the problem with us? We create an environment that we are together in. We are having a dialogue with Jesus. And he begins the things very far. Anaanza mjadala mbali sana. And we are there. You become to enjoy. Ay, Jesus. Ay. Inafika mahali, the moment he begins to hit the truth. Na anataka kukusaidia mpendwa. Ameanzia mbali to capture you. Ili wewe mwenyewe ujue, huyu niko naye anaweza nisaidia kabisa. The moment he begins to hit the point. Hata nakwambia mawazo ya kukwambia toka kanisani uende inakuja. Unaanza kufikiria saa 8 niko na appointment. Umeshatoka in his presence. Si ulikataa hiyo maneno. You refuse to cooperate with him, the one who gives that life. I was speaking to another daughter. Yeye mwenyewe anajisemeanga vizuri tu mbele zangu. Anasema mimi, I can sing but my worship is not a sweet smelling aroma before God. Because the moment they meet there, anaanziwa anafurahisha. When it comes to hitting the truth, I'm so busy. That is where the church we are failing today. Yesu hakujangi kukuanzia hapo. Anajuanga kuna tumakosa tuwili tutatu na atakuja kujua vile atafix hapo. Anakuanzianga huko mbali sana, mbali. The environment will be so sweet for you and him. But the moment he draws and begins to tell you, and you know this, that, you say it wasn't me. Hakuwa anataka hiyo njia. He wants you to cooperate with him. He's the one to lift that burden. Some burdens that we are carrying today, we are carrying because tumekataa nini? Tumekataa kusemezana na yeye. Kuna ile level tunataka kusemezana na yeye, ikifika ingine tunamwambia let's meet tomorrow. It's still another day. There are burdens that we are carrying today that Jesus, when he engaged you, you were not ready for him. And every day he comes. He comes to fellowship where we may go with him, and when he begins to speak those hard matters, unasema, nilikuwa nitoke hapa 7 na nimefika. Unasema, in the name of Jesus I pray. Yaani unamwachanga ukiwa umemwani wapi? Hapo unamwachanga. Wapendwa, tuongee ukweli ndio itatufungua na ukweli ndio itafanya tuingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Saa hiyo maana imefika hapo. Kathoti kanakuambia kwamba mama aliniambia niende nikachukue mboga. Time ndio hiyo. Wewe ndio unachomo. Unamwacha amefanya nini? Hata ameni unasemeanga pale kwa mlango. Kuna vile unaweza toka hapa tukiwa kwa maombi, nitajua hiyo maombi inamaliziwa wapi? Huko kwa gate wakiendanga. Na alicreatiwa good environment. Lakini yeye akaamua kwenda kuimalizia wapi? You are not the one who created the environment. He is the one. But now, hey, may the Lord help us. Kanisa sema Mungu tusaidie. I tell you we will make it. Bwana Yesu asifiwe. We will make it. We will not carry these heavy loads. They are too heavy for us. This weight we have to shake it off and give it to who it belongs and walk in our freedom. There's freedom. Children of God are to walk in freedom. Yes. When your mind is free. Yes. When your soul is free. Yes. When your heart is free. Yes. You hear God well. Yes. You listen to God well. Yes. You communicate things together. Yes. You end up by a conclusion together. And it begins to happen in your life. Which day will it happen to your life? Bwana Yesu asifiwe. You give him a sweet worship. When he comes, unamkatianga hapa sure.
Mara mingi nimeona worship tukifanya hivyo. Ndio ameshuka, unaona mtu alikuwa amezama, maana saa hiyo ataanza kusema, anamkatia wapi pale? Namwambia siku nyingine anakuja normal, anarudi kabisa. Saa hiyo naye akirudi normal, ndiye anakuanga wa kupitisha macho kutoka mbele mpaka nyuma. Ndiye anaanza, wao kwa unasikia watoto wakiscream huko, unaanza kusikia wakifanya nini? The environment ambayo Yesu anakuwekanga ni environment hata mtu akiwa hapa you cannot. Hawezi detect, hawezi jua. It is you and him. But the moment umemkatia hapa, unaanza kusikia mwenzako anaomba hii, watoto wanalia pale, gari zinapita kwa barabara, watu wanapiga mayowe huko. Yes, why? Because you are disconnected. There are dangers of disconnecting. What God was to do at that moment, he cannot do. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi fanya. Na tuko hapa tukisema I break the spirit of delay. Unai break ikiwa wapi? And yourself you are the delay. The moment he want to fix your life, unamwambianga in Jesus name. Amen. Uko kwa kiti. And you are there unasema I break the spirit of delay over my life in the mighty name of Jesus. In the wakati Yesu alikuita, ulisemea amen wapi? And you want him to fix things in your life. How will he fix? He has to fix with you. Hallelujah. Imekuwa ngumu. Is it becoming hard? Amen. Yes, one give me time. Mnaanza vizuri, I want to deliver your family. Tunaanzanga siku moja, hiyo siku nyingine hautapatikana. Because the reference of a family cannot take one day. Hata yako mwenyewe, maana umebeba religion na umebeba culture. Sasa hatuwezi maliza na siku gani? Unafaa ukisikia sauti yangu ukiwa kwa nyumba unakimbia unasema yani kuna mpango imewekwa vizuri sana that I must be there. I need a total freedom in my life and in my family. Ni ukikimbia unakuja mwezi wa pili. Tulianza mwezi wa pili. Unakuja mwezi wa 4. Sasa ulienda ukarudisha tena. Ile inasema nyumba ikisafishwa, uking'oa mwenye alikuwa hiyo siku, anaendanga wilderness. Anakaa huko. Kama hajapata mahali anasema wacha niende nikaangalie ile kiwanja yangu. Hakikuja apate haija-occupywa na kitu, anakimbia. Wanaenda kuja wakiwa 7. Wana lodge wapi? They lodge there. Kwa hivyo after February ukikuja mwezi wa 4 kumejaa kujaa. Amen. And you can distract the whole service. Unaona watu wana distracting na unafikiri ni the spirit of God. Where? Praise the name of the Lord. Amen. The demons now they are violent. Zinakuuliza umetuleta hapo kufanya. Na sisi tunaona it is ni kama umejawa na roho. Demons zinakuuliza hapa umetuleta kufanya nini? Na mnaanza sasa mabishano. Mtapigana mpigane, ndio sababu zingine naangalianga. And I say you not distract my prayer. Kwanza ninakufunga hapo. Hautanipea kisirani ya kuzunguka huku na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwiane nesa pio. Wewe na yeye mkubaliane vizuri, muachane leo. Ndio nitaingilia. Lakini utanifanyisha kazi hiyo January to January. Bwana Yesu asifiwe. Don't go back. Yani ikisafishwa leo unamng'oa. Kwanza unasema in the name of I reject you. I bind you, I cast you out. Anaenda in the wilderness. Si amefukuzwa. Wacha aende mawili. Amebeba vizuri sana. Mpaka akaacha amekuumiza, amekugonganisha hapa mpaka akakuumiza. Sasa unamrudisha tena. Mwenye alikuwa kuharibia wapi? Unamrudisha tena na unasahau alikuumizia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anaenda huko na anakaa huko. Anajisaulisha siku ngapi? Siku 2 utaongea in tongues. Makarababo sekere bababo sa. Mpaka we will know, tutasikia. Wakati the tongues have been corrupted, after the 3rd day, amekuja kuinvent tena. Kuangalia kulipandwa nini? Baada ya mimi kung'olewa,
Kulipandwa masengenyo, kulipandwa upendo, ama kumepandwa kitu gani? Akipata ni upendo, anaendanga akiendanga. Akipata tu ni ile room yake, yale mazoea yake, chuki ndio imepandwa, anarudi. Anarudi tena. Anaenda waambia there is a place we can accommodate. There is a place, kuna mahali pazuri. 7 anabeba huko. Unavaka. Anakuja anaingia tena. Yaani na ajili yangu hivi. Inaingia. Watch it now. Inaanza tena kuzunguka hapa. Unaikaribisha tena. Nimekwambia ilikuumizia wapi? Na maybe inaweza kuwa iliachia kanisa hasara ikavunja viti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Some years back tulikuwa tunafanya the reference mpaka viti zina hapa store tuko na viti zilivunjwa. Hata mics. Mpaka Bwana Yesu asifiwe. Don't welcome again that demon. Make sure you lodge with you put the word of God in that space. Acha ufanyiwe deliverance na ukitoka hapa unaenda kwa unajua ulimwona uka inaenda huko inabeba tena inafanya nini? Maana still chuki iko na ndio imeingia wapi? But the moment you embrace love, ikirudi haitapata, itasema we nimepata nyumba imeingia mwenyewe. Haitarudi. Sasa hiyo ilitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh my God. Jesus said to her, you have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands. And the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Yesu akamwambia umeongea ukweli. Nikwambia tunaepea wapi? Hapo. You can imagine Yesu akabreak religion ya yule. Yeye angerudi aende kuleta watu waanze kumpiga Yesu. But Jesus was so much powerful. Wakati nasema let us load ourselves with the word of God. I know what I mean. Bwana Yesu asifiwe. Let the word of God be too much in us. Na kwamba hata wakati unatoa miayo, unatoa hiyo neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Utoi na kusema unatukana. Umeona mtu anakula miayo na anatukana hapo mwisho. Shwa! Bwana Yesu asifiwe. Na ni miayo tu. Maana imetoka wapi? Imetoka kwa. What is in you, it is what comes out. Sio kile kiko nje. Unasikiza mtu ndio huyo ameongea, lakini akija kumalizia na mwaga sumu. Chwa! Unasema Jehova. Ile iko ndani nimesema ndio ufanye nini? Haleluya. Yesu akamwambia umesema ukweli. The woman said to him, sir, I perceive that you are a prophet. You remember in the Old Testament, God used prophets. Bwana Yesu asifiwe. There was no Holy Spirit. Ndio nimesema religion na culture ziko na vitu zao zinajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anajua tu ni prophet. Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you now we are in the dispensation of the Holy Spirit. The Holy Spirit can speak to you. Bwana Yesu asifiwe. He can deliver what you need. He can communicate with you. Si watu tuna communicate naye. Wakati unachekanga in the spirit and we are here wondering. Unachekeshwa in the spirit. Sisi tunajuanga mnacheka nini? It is you and the spirit. Unaweza cheka kitu kibaya. Umeona mtu akicheka kitu kibaya? Unachekeshwa in the spirit, unachekeshwa mpaka unapasua na unaambukiza wengine. Why? Holy Spirit anakujenga na vitu nzuri. Huwezi pata mtu anacheka in the Holy Spirit akiwa na message mbaya. Ati amepata report mbaya. You cannot laugh. You will be mourning. Lakini ya Holy Spirit, we see people laughing in the Spirit. Amen. We see people dancing in the Holy Ghost. Ukiwa umepata message mbaya, unaweza dance in the Holy Ghost. You can't. How? Hiyo dancing itatoka wapi? You can't. This lady now says, I perceive that you are a prophet. Our father worshipped on this mountain. And you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. That is what the woman said. And Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you'll neither
worship in this mountain. Nowhere. Don't you have your Bible? Not in Jerusalem. Worship the Father. Your worship, you worship what you do not know. We worship what we know. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia vizuri, wewe religion yako na culture, you worship what you don't know. Ndio sababu zimekufungia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. You worship, Yesu akaopen na akamwambia, you worship what you don't know. Yes. Ungejua ile ukweli, haungekuwa hapa at this hour. Na Yesu akamwambia, we worship what we know. We know. We know the Messiah that we worship. Bwana Yesu asifiwe. We know. Yes. We know what we worship. For salvation is for the Jewish. Salvation is for the what? Jewish. Now she has to conceive these heavy words. Now Jesus was dealing with heavy matters. Removing somebody from our culture. Anasema huku kwetu tunafanya Christmas mpaka tutoe tabiko ya kitu fulani. Alafu ambiwe mtu ati na unaongeanga in tongues, atakwambia mwingine nilisikia akisema hata wewe unangojea huyo Yesu tunangojea. Tungojee sisi wote tujue nani ataamulia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Namwambia you are in a spirit filled church. Kwa nini unatoa tabiko? Anasema huku tunafanyanga. Those are the dangers of Christmas. Kuna mwingine atachinja genuine, kuna mwingine atachinja sababu is an assignment that is performing. Ndio sababu unasikianga Solomoni alisema aje, ukienda mahali kwa ukulaji mwingi, make sure umekata nini? Kata appetites zako, vunja zote. Not every meal that will be placed in the table. Ya kwamba utasema we Christmas wacha kutangatanga. Solomoni anasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unasema niliitwa na best yangu, kumbe ni wewe ulikuwa unatolewa kafara kwa hiyo chakula. Best yangu aliniambia twende tusherehekee. I tell you, those are dangers of kutangatanga in December. Hallelujah. Amen. Kama unajua uwezi jizuia, heri uende fasting ya nguvu. Changumu, enda fasting changumu. Maana unajua sasa umekaa sana hujaenda ushagu, ngoja ukutane. Unajua kuna kamoja tunategea. Saa hiyo una saa wingi umeokoka. Unajua kuna watu wanaokokanga wakikuja city, wakienda ushagu hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa ndugu kabisa na dada. Unajua kuna tofauti ya ndugu na ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Solomoni anapeana wisdom. Anasema hizo appetites kata for your good. We worship. The salvation is of the Jews. But the hour is coming now when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such who worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in the spirit. Let us be on our feet in Jesus' name. Thank you, Jesus. Kataa kupitia masaibu wengine walipitia. You can be a very different person. Unaweza toa ndani yako mbegu tofauti sana na zile zingine umeshaziona kwa maisha yako. Desire yoga maombi kama maombi katika jina la Yesu. Ustaarabu na ungwana unakuanga kwa dini. Watu wa kiroho wapendwa wanavunjikanga kabisa mbele za Bwana. Kabisa wanavunjika mbele za Bwana. In the name of Jesus, somebody break the spirit of religion. Somebody break the spirit of God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Riba
In the name of Jesus, in the name of Jesus, tangaza ya kwamba kuanzia mwaka imaleseketele baganda, tunapomaliza mwaka, roho ya dini haitakukalia, roho ya kata haitakukalia, spirit of religion will never enslave you. In the name of Jesus, we now invoke the power of the Most High God. In the Makalabala Santa, Rimama Makanaba, Rimama Rimalesiketeleboka, Rinalaba Kandalaba Bosaya, Oh Sendalaba. Why you are not in forth? Every spirit of the power fighting us in the dark, as in the windows of population, we break now, we break now, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Kataya. The Bible says, oh, set free, they are free indeed. Donakata kufungwa, donakata mifungwa, katika jina la Yesu. Somebody lift your voice, somebody lift your voice, in the name of Jesus. Somebody break this month of breaking cancer. Somebody break that cup of religion, break that cup of cancer. Somebody by faith, we received our sight, and now we are made. And the cross, sing it from the Spirit. Yes, yes, yes. Scripture very well. The Bible says, "Oh, you mwanamke anaangi na Jesus, and she sings, she worships. She atiakuwa anaenda kanisani. The woman says we worship. Na hata anasema kuanzia kitambo, sisi tunaabudu, lakini anaabudu akiwa amefungwa, anaabudu akiwa na usherati. Somebody get the revelation. Unaweza abudu ukiwa umefungwa. Religion cannot take you anywhere. Culture cannot take you anywhere. Until she realized, alikuwa na
alikuwa na mkono, lakini alikuwa amebeba, until he realized God is spirit, and those who worship the Lord must worship the Lord into the next spirit. From today, we are declaring we are to worship. The Bible says she went in the villages and proclaimed Jesus. She went in the village and evangelized to many and declared in the name of Jesus. Today we are receiving our sight. Today we are breaking every camp of religion, every camp of God. In the name of Jesus, we're gonna serve our purpose. We're gonna serve our purpose. In the name of Jesus, every limitation, every hindrance, tumeiwa ukweli. Oh, makanda la babosa, ribakanda la babosa. Today we are taking the water of life. Today we are taking the water of life. And we declare in the name of Jesus. Hallelujah. Wacha nikwambie mpendwa, you cannot serve your purpose. You cannot serve your purpose when you are under bondage. Huyu mwanamke alikuwa evangelist, lakini anafungwa na roho ya umalaya. Wakati anapokea Yesu, hizo mbingu zinavunjika na anaenda in the village. He is proclaiming Jesus. May the same power rest on you. May the same power rest on you. And break every cut. And break every little, every tradition. In the name of Jesus. Consuming fire. Come and manifest yourself. Yes. Consuming fire. Consuming fire.
mighty name of Jesus. Tumekumbali, tumefungwa, lakini kuanzia leo kupitia kwa neno lako tunatangaza tumefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tutakutumikia. We gonna serve you, Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We declare we are no longer captives. We declare we no longer slaves. In the mighty name of Jesus. We celebrate you for you are doing. In the mighty name of Jesus, receive all the glory, our Lord. In the mighty name of Jesus, from today, our God. In the Rabakandele Bobosaya, Rimakata Labababa, we will never try. We will never try. We're gonna become sources. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rimakanda lababosika. Roseta labakanda lababosa. Rimamamakata labalabasa. Lucy Mandela bebe. Shekala makanda lababa. I cover everyone with your blood. I cover everyone with your blood. I'm trying to declare in the name of the living God. Every gum that has been broken, it will never raise itself. In the name of Jesus, God, we establish your altar in our places of work, in our lives, in our families, in this ministry, declare we will never be the same again. Hallelujah, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. We declare we are blessed of you. Yes. Magonjwa hayatatupata. Yes. Visirani hazitatupata. Yes. Mikosi haitatupata. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tunakuheshimu Bwana. Tunakuinua Jehova. Yes. Hakuna kama wewe Bwana. Hakuna kama wewe Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Wewe ni Amen. in the name of Jesus we worship. Amen.